Ni siku ya pili ya maombolezo ya msiba wa mzee wetu Charles Hilary hapa nyumbani kwake Kibamba, na waombolezaji mbalimbali wameendelea kufika hapa, watu mashuhuri ambao kwa namna moja ama nyingine wamewahi kupata nafasi ya kufanya kazi na mzee Charles ama kumfahamu, na miongoni mwao ni kaka yetu Jacob Steven, ama wengi wakimfahamu kama JB. Tuko naye na tumepata heshima ya kupata nafasi ya kuzungumza naye. JB, kwanza pole sana kwa msiba huu mzito. Asante, pole kwa sote. Nashukuru sana. Kwa ufupi ama kwa namna ambavyo itakupendeza, umemfahamu vipi mzee wetu Charles Hilary kwa kipindi ambacho amebarikiwa na Mwenyezi Mungu kuwa nasi katika hali ya uhai? Ninamfahamu miaka mingi sana. Nafikiri tangu yuko Radio Tanzania, lakini kwetu sisi ni kaka. Kwa waigizaji wengi sana ni kaka. Na hasa kwa watu wa Sinza ni kaka, kwa sababu kabla ya kuwapa Charles alikuwa Sinza Mori, ni watu wachache kutoka nyumbani kwa wazazi wangu. Kwa hiyo ni mtu ambaye wakati tunakuwa yeye amekuwa akituona. Wote hawa waigizaji, Ray, Richi, Bishanga, wote ukanda ule wa Sinza ule. Na pale ndio ilikuwa maskani kwetu pale. Sasa hivi kuna baa pale kubwa ile la Charles, Small Planet sasa hivi pale. Pia alikuwa anakaa nyuma pale kabla haijavunjwa. Kwa hiyo na pale palikuwa na library. Hata kuanza kuigiza alichangia sana, kwa sababu kulikuwa na library pale. Mara nyingi tulikuwa tunachukua sinema tunaenda kuangalia, wakati wa sinema ziko kwenye VHS. Kwa hiyo ni kaka, si kwangu tu bali kwa waigizaji wengi sana wa zamani wa kiume. Tasnia ya habari inaonekana kupata pigo zaidi, lakini hata kijana wake wa mwisho Faith, tulipata nafasi ya kuzungumza naye, akasema mzee alikuwa pia mdau mkubwa wa sanaa hususan za maigizo. Umezungumza hapa, labda kwa namna ambavyo umemfahamu pia mchango wake katika sanaa hii ya maigizo kwa miaka yote ambayo mmekuwa mkifanya naye kazi, unaweza ukauelezea vipi? Mchango wake ni mkubwa, kwa sababu sisi alikuwa anatumonitor. Kwa sababu ni vijana ambao tumekuwa akituona kama ambavyo nimesema awali. Kwa hiyo automatically lazima awe kule kuona watu wanafanya nini. Yeye, mke wake Mama Faye walikuwa na monitor, kwa sababu si unajua kabla hatujaanza wao wanatujua. Kwa hiyo tulivyokuwa tumeingia huko tunafanya, wanaona na wanafuatilia. Kwa hiyo automatically hata angekuwa hapendi ingemlazimu apende, kwa sababu anakuwa anaangalia. Na waga anapiga simu mara kwa mara kama kitu hajakielewa au amekipenda, anapiga simu. Yes. Hata juzi mara mwisho alinipigia simu, alikuwa anamtafuta Rich kuulizia mbona kipindi cha Jia akionekani. Kwa hiyo anafuatilia. Yes. Taarifa hizi binafsi labda zilikukuta katika hali gani, na ni mshtuko kiasi gani binafsi yako wewe mwenyewe umezipokea? Nilichelewa kuwasha simu siku hiyo kwa sababu nilikuwa Arusha na naoza vijana wangu ambao wako kwenye set. Kwa hiyo niliwasha simu kama saa 6. Kwa hiyo nilipopata habari hizo nilishtuka kusema kweli, kwa sababu nilikuwa sijasikia kwamba anaumwa. Kwa hiyo kwangu mimi ilikuwa ni mshtuko mkubwa sana. Lakini tunafahamu kwamba sisi ni binadamu, kitu chochote kinaweza kutokea wakati wowote. Tumuombe Mungu tu. Zipo kumbukumbu nyingi ambazo labda unazikumbuka kuhusiana na mzee Charles. Moja ambayo unaweza ukasema hii kwangu hata nikiondoka leo itabaki katika kumbukumbu za moyo wangu labda na ubongo wangu kuhusiana na mzee Charles, ipi labda unaweza ukatupitisha kwa huko? Nyingi sana. Kwa sababu kwanza ni mcheshi, unajua. Na ni mtu ambaye unafurahi kwa naye. Lakini wakati naanza kufanya kazi zangu, yeye ni mtu wa kwanza aliyenishawishi nipeleke kazi yangu Azam, na alinikutanisha na Tido kwenye kikao changu cha kwanza. Sasa wakati wa maongezi Tido akamuuliza, "Bwana, mbona kama unamfahamu?" Sema, "Huyu mdogo wangu kabisa." Kwa hiyo memory naikumbuka. Na nyingine ni vichuko. Unajua Charles alikuwa na ucheshi sana. Na ndio maana vijana wengi sana walikuwa wanapenda kuwa naye karibu. Wengi sana, hata watu ambao wanafikiri wamefanya nao kazi watakubaliana na mimi. Kwa sasa ukitaka kukumbuka vingi ni vingi hata kuvisema ila he was funny, na ni mtu ambaye mara nyingi watu walikuwa wanapenda kuwa karibu naye. Uchoki kuwa karibu naye.
na kila anapokaa mara nyingi watu wengi wanakuwa wanamzunguka kwa sababu he was so fun. Tumekuona kwenye matukio mengi ya kijamii. Hii ni inatoka ndani ya moyo, lakini labda ni kitu gani ambacho unaweza ukakitoa kama tuseme usia wako ama wazo lako labda katika ushiriki huu wa matukio ya namna? Maisha ni watu na tunatakiwa tujumuike kwenye matukio mbalimbali ya furaha na huzuni tunapopata nafasi. Labda huo umetingwa ama kuna shughuli nyingine ambayo imetangulia, lakini otherwise hakuna utajiri mkubwa zaidi ya watu. Kukaa na kufurahi na watu ni kitu vizuri na ndio maisha yenyewe. Kama leo mbali ya kwamba tuko kwenye msiba, lakini kwa kuja tu unapata fursa ya kukutana na watu kama sisi. Kama Charles tunajua alihama huku muda mrefu sana, kwa hiyo tulikuwa hatujamuona muda mrefu wengine, lakini kwa kuja huku unakutana pia na watu wengi sana ambao labda ulikuwa nao Sinza. Kwa hiyo getting together ni nafasi Mungu anayokutupa kukumbukana na kufurahi na kuhuzunika kama tunavyohuzunika leo pamoja, na ndio maisha kwa ujumla. Vijana labda ambao wanakuja katika tasnia ya filamu ambayo Mzee Charles ameweka nguvu kwa kiasi chake mpaka hapa ambapo Mungu amemchukua, lakini kwenye tasnia ya habari na uongozi, kwa sababu mpaka anatutoka alikuwa ni kiongozi mkubwa tu wa kiserikali, yapi ambayo wanapaswa kuyachukua kutoka kwa Mzee Charles kama sehemu ya legacy ya mzee wetu? Kabla kuingia katika fani hizi lazima uhakikishe kwamba kweli uko talented katika hicho. Ndio maana Charles anazungumziwa mpaka leo, kwa sababu alikuwa mbali ya kuwa ni msomaji wa taarifa habari mahiri na utangazaji mahiri, lakini ukimchunguza sana unamwona kuna talent fulani aliyokuwa nayo ambayo watu wengi hawana. Sasa hiki kitu nacho kinakuaga katika kila fani. Kabla ya kuingia jichunguze. Kila mtu Mungu amemuumba very unique. Kuna kitu Mungu amemwekea. Kwa hiyo kabla ya kupick kwamba unataka kwenda mahali fulani, jichunguze sana. Talanta yako iko wapi? Otherwise utafanya kazi kubwa sana kuhangaika kwingine mpaka upate ile talanta yako. Kwa mfano kama mimi nilikuwa napenda mpira sana kuliko kitu chochote kile, na nilikuwa nacheza mpira, lakini talanta yangu haikuwa huko. Kwa hiyo kabla ya kujoin hizi industries zote, take time na kujichunguza kama talanta yako iko hapo. Lakini otherwise maisha ni furaha. Jitihada pia zinaweza zikakusaidia, kwa sababu watu wengine wanaweza kuwa wako talented sana. Hata ukiangalia kwenye mpira, kuna wengine sio talented lakini wanafanya mazoezi sana na wanafuata vile ambavyo pattern zile zinazofundishwa na makocha na kucheza vizuri. Kwa jitihada pia ni kitu muhimu, lakini talent pia sio kitu kidogo, ni kitu. Wewe ni mtayarishaji wa tunasema set za cinema na maigizo mbalimbali. Tumezungumza na watu wengi wa karibu wa Mzee Charles. Wengi wametoa testimony ama wametoa ushuhuda kwamba ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wachekeshaji ambao hawakuhudumu kama wachekeshaji. Yani lifestyle yake ilikuwa katika hali hiyo, alikuwa anapenda ucheshi. Amewahi labda kuonyesha interest katika mazingira hayo, labda ya kusema labda kuigiza, ama hata jini labda kukaa naye chini mkaambia mzee wetu bwana, why don't you try this, ama kwa nini usijaribu hichi kuhusiana na fani hii, ama kwa namna yote ya aina hiyo? Ni kweli alikuwa mcheshi, lakini upekee wake ama ule ucheshi wake ilikuwa ni art ndani yake. Unajua mtu anaweza siwe mchekeshaji ama siwe actor moja kwa moja ingawa ni mcheshi, lakini akatumia ile art yake kwenye kitu anachokifanya. Ndio kama Makongoro Nyerere, unamwona ni mwanasiasa lakini kuna art ndani yake. Unaweza kuona kuna wachungaji mbalimbali, sitapenda kuwataja majina, lakini ukiwasikiliza unafurahi. Kuna art ndani yake. Kila kitu hizi performing zote hizi wanazozifanya watu, kama kuna art ndani yake, huyo mtu anaonekana very unique. Ndio kama Charles pamoja na kuwa ni mnamuona kama alikuwa anachekesha hapa, lakini ilikuwa ni art ya ucheshi ndani yake. Alikuwa na art fulani ambayo anaijumlisha katika kile alichokuwa nacho. A good example ni angalia alivyokuwa Azam TV akifanya taarifa habari afa anaweka vionjo. Kile hakipo labda kwenye ile script, lakini yeye alikuwa na kiform kikawa kinaonekana ni kizuri na watu wakakipenda. Hata alipokuwa ana introduce album ya macharanga, anapo introduce nini, ana introduce kwenye art fulani hivi ya ucheshi ambayo watu wanaipenda. Sawa, ni hata katika mpira huzungumzi,
lakini kuna vitu mtu anaweza akafanya kama Morrison. Unaona, he is funny. You see? Kwa hiyo huwezi kusema kwamba ni mchekeshaji. Pamoja na uchezaji wake mpira kuna art fulani anakuwa nayo. Sasa aina ya watu kama hao ni very unique. Na sio lazima awe mchekeshaji, hapana. Katika kile kitu anachokifanya anaweza kaweka hiyo art yake na watu wakafurahi. Labda kwa kumalizia kabisa, ujumbe kwa mama na ndugu zetu ikiwemo dada yetu Faith ambaye tumeambiwa alikuwa karibu sana na mzee wetu hasa katika kipindi hiki kigumu. Haya ndio maisha yetu ya binadamu hivyo. Tunawapa pole, tunajua kwa katika kipindi kigumu, lakini maisha ndivyo yalivyo. Tunatakiwa tuishi, tumuhifadhi, tusahau, na maisha ndivyo yalivyo, tusonge mbele. Nawapa pole sana, najua wamefiwa, najua hili ni gumu, lakini mapenzi ya Mungu basi tulibebe. Kushukuru, asante sana. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.